Aliyetoweka na kisha kupatikana ameuawa Nairobi, Derrick Omanga, imeendelea kushinikiza kukamatwa kwa watu waliokuwa naye kabla ya kifo chake. Kulingana na familia, mara ya mwisho alionekana ilikuwa maeneo ya barabara ya Ngong akijivinjari kabla ya mwili wake kupatikana kando ya barabara huko Roysambu. Gatete Njoroge anaangazia kanda za CCTV kabla ya kifo cha kijana huyo. CCTV eneo la Winetails barabara ya Ngong inaonyesha dakika za mwisho alipoonekana marehemu Derrick Omanga. Saa 4 na dakika 37, Derrick ananaswa na kamera za CCTV akiingia eneo hili akiandamana na mwanadada aliyemshika mkono na jamaa aliyevalia kofia. Wanafika duka la juu la kuuziwa mvinyo. Derrick anazungumza na mhudumu anayefungua lango na kumkabidhi mwanadada waliyekuwa naye begi. Derrick anasisitiza kuhakikisha vifaa vilivyoko ndani viko sawa. Wakati huu, jamaa aliyevalia kofia anampa msichana huyo mvinyo. Wanaondoka baada yake kuridhika na kunaswa wakishuka chini. Kamera ya mwisho inawanasa wakiondoka. Wakati huu, jamaa aliyevalia kofia mbele, mwanadada huyo na begi katikati, na Derrick akiwafuata nyuma, akionekana kubugia. Hii ndiyo mara ya mwisho Derrick Omanga alionekana. Taarifa ya mwanadada huyo ikisema waliondoka kuelekea eneo lingine la burudani. Inakuaje wewe mtu amekununulia vinywaji kutoka saa 12 mpaka saa 4 ya usiku, amekulipia bili sote, alafu unaweza enda umuwache na mtu ambao hujui uende? Kama umesensi tencha, kwa nini ungeondoka na yule mlikuwa na yeye? Mwili wa Derrick ulipatikana mwendo wa saa 8 usiku wa manane karibu na mzunguko wa Roysambu, kilomita 4 kutoka eneo la burudani wanakodai walikuwa mwisho. Human rights hata RCK watusaidie tupate haki, because tunaona kwa sababu ya unyonge atupelekwe vile inastahili. Hii kesi sasa ingekuwa tangu mtoto apatikane, hata hao watu wangekuwa wamekuwa arrested. My appeal to the DCI director, kindly intervene so that they get justice. Mzee is claiming that they're being moved from one corner to another. Uchunguzi wa maiti ulionyesha Derrick alipata majeraha mabaya ya kichwa. Mkuu wa upelelezi Kasarani, Alois Mboya, amesema watu 3 wamehojiwa. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.